Mheshimiwa sana Monsinyo Baba Paul Uria, mkurugenzi pia wa Jimbo Katoliki Moshi, Mheshimiwa Baba Paroko Prosper Kombe, paroko wa parokia hii ya Kristo Mfalme, waheshimiwa viongozi wa kamati tendaji wa WATA Jimbo Katoliki Moshi, Vicariate parokia hii, kijana wetu pamoja na frate hapa mbele, wanakwaya wetu kwa namna ya pekee, asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa upendo wa Kristo. Asante. Sijasikia kigelegele cha Kichaga au nikipige mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu sana, nina furaha sana ndani ya moyo wangu kwa kupata nafasi ya kushirikiana na wanawake wenzangu tunaotumwa katika kumtumikia Mungu ndani ya utume huu wa mwanamke Mkatoliki katika jimbo hili la Moshi. Ninamshukuru Mungu sana pia kupata nafasi ya kusimama katika altare hii kwa ajili ya kuwashirikisha. Mimi si mtaalamu, lakini katika utume na katika utumishi ambao ninyi mmenituma, na nimekuja hapa kusema asante. Asanteni sana wanamoshi kwa kunipeleka katika nafasi hizo mbalimbali ambazo Mungu amenituma, ameniruhusu nitumike kwa nafasi hizo alizonipa. Majina yangu ni Evelyn Malisa Ntenga, ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Katoliki Tanzania, ni mjumbe wa bodi ya wanawake wa Katoliki duniani na rais wa wanawake wa Katoliki kanda ya Afrika. Nafasi hizo zote ninawashukuru sana kwa kuwa mmenituma, mnaniombea, mmenitamkia matashi mema. Ni kwa ajili yenu hata nimesimama hapa. Kwa nimekuja kumwambia Mungu asante, lakini pia kwenu ninyi ambao mmeendelea kuwajibikia utume huu. Ninatumika huko juu kwa furaha, natembea kifua mbele kwa sababu nina wanawake wa nguvu Tanzania. Mungu awabariki sana. Shangilie Mungu kwa makofi na vigelegele. Ninatambua utume wenu katika jimbo hili la Moshi. Siwezi kwenda kokote, wala huko ninakoenda mnanitajia majina mazuri na makubwa na sifa nyingi. Hizo zote sistahili. Ninyi ndio mnastahili hizo sifa pamoja na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu utume wenu katika familia, parokia, vigango, majimbo na taifa zima ndio unaonipa heshima na unaoipa heshima nchi yetu ya Tanzania kuwa mojawapo ya nchi ambazo zina uwakilishi mkubwa kuliko nchi nyingine yoyote duniani kwenye Umoja wa Wanawake wa Katoliki duniani. Ninasema asante, asante sana. Asanteni sana. Kwangu mimi kama nilivyosema, ni mama wa watoto 6. Nimekuwa mtumishi kwa miaka 20, lakini pia nimekuwa mfanyakazi. Nataka kuambia nini akina mama? Utume huu tumeitwa sote. Kwa ubatizo wako umepewa hadhi ya kuwa kuhani, mfalme, nabii. Maana yake ni nini? Katika maisha yetu ya kila siku tunatumwa kumtangaza Kristo. Inaanza na mimi. Familia zikiwa imara, kanisa litakuwa imara, Tanzania itakuwa imara. Inaanza na mimi Mama Ntenga, inaanza na wewe. Kwa pamoja tunaweza kuifanya nchi yetu ikawa ni mahali pazuri pa kuishi. Lakini lazima kila mmoja atoe sadaka. Mwambie jirani yako, lazima nitoe sadaka. Kisoma kitabu cha Zaburi sura ya 68 ya 11 anasema, Bwana analitoa neno lake, wanawake waenezao habari ni jeshi kubwa. Mwambie jirani yako, wewe ni jeshi kubwa. Jeshi kubwa, lakini sio jeshi kubwa lililobeba mitutu, lakini jeshi kubwa ambalo liko tayari kujisadaka kwa ajili ya familia, kujisadaka kwa ajili ya kanisa. Sisi ni watetezi wa uhai. Sisi ni walezi wa kwanza wa familia. Na tunaimba kila siku, mimi ni mlezi wa familia, mimi ni mlezi wa taifa. Nini ambacho tumeitiwa? Tumesikia hapa habari za Bikira Maria kumtembelea Elizabeth, somo ambalo tumefundishwa leo katika somo letu la Injili. Kwa nini mama Bikira Maria anapiga hatua, anakwenda kumtembelea Elizabeth? Na katika tunaposali tunasema anakwenda kumtembelea Elizabeth. Tunafundishwa mapendo kwa jirani. Ulize jirani yako, upendo kwa jirani umeenda wapi ndani ya sisi wa Kristo wa Katoliki? Hayo mapendo ambayo tumefundishwa sisi, hata maandiko yanatuambia Mungu ametuma tumjue, tumpende, tumtumikie, twende mbinguni.
Wewe kama mama Mkatoliki uliyebatizwa katika familia, katika kanisa, katika jamii, umesimama upande upi? Yesu anasema amri mpya nawapa, pendaneni. Amri mpya tumepewa na Yesu mwenyewe, upendo. Na kauli mbiu yetu, salamu yetu ya watu anasema kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Ni upendo upi tunaozungumza hapa? Mwambie jirani yangu, nampenda jirani yangu, nampenda Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kisoma katika kitabu kile cha Injili ya Luka, pia tunakumbushwa kwamba katika utume huu nilioutamka, kila mmoja ana kitu cha kutoa, kila mmoja ana kitu cha kufanya. Na nataka tumwangalie huyu mwanamke Mkatoliki aliyesimama imara katika Kristo, wanawake wa Katoliki waliosimama katika Kristo, kama tulivyomwona huyu mama Bikira Maria, somo wetu, msimamizi wetu, mwombezi wetu, kioo chetu cha kujipima. Mama Bikira Maria akaandamana na Yesu katika safari ile ya ukombozi, kuanzia anapobeba mimba, anapopewa taarifa ile na malaika Gabrieli, anasema tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. Hakuwa na visingizio, hakuwa na maneno mengi, kwa unyenyekevu kabisa. Mama wa leo, wengi tunakimbia kuwa viongozi, wengi tunakimbia kumtumikia Mungu, tunasema tuna kazi nyingi. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini mama Bikira Maria akasema kwanza, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. Maana yake ni nini? Tunapoitwa kumtumikia Mungu katika hiyo safari niliyosema ya ubatizo, na hapa sisemi na viongozi, nasema na kila mwanamke aliyebatizwa. Tunapoitwa kumtumikia Mungu kwa ile sakramenti ya ubatizo, mwitikio wetu ni upi? Je, tuko tayari? Kwa wale wenye ndoa, tulikuja kwenye altare tukasema, tukaulizwa na makasisi wetu, uko tayari kuwapokea na kuwalea watoto utakaopewa kama zawadi? Tukasema tuko tayari. Mama zangu, leo ukipita barabarani, kila mtu ameweka mikono kichwani, kila mtu ana stress malezi ya familia. Ni wapi tumeanguka? Ni wapi tumekosea? Ni wapi tumeteleza? Na mwangalia mwanamke Mkatoliki aliyesimama imara katika Kristo. Kitabu cha Warumi sura ya 15 aya ya 13. Tunahitaji kukutana na Kristo. Tunahitaji kukutana na Kristo kwanza. Mimi nikiwa nimekutana na Kristo na nikamtumikia kama nilivyosema, nimemjua, nimempenda, ninamtumikia ili niende mbinguni. Nikishafanya hayo, nikakutana na Kristo, nikayapiaisha maisha yangu ya Ukristo, maisha yangu ya Ukatoliki, nitaweza kwenda bila hofu, nitakwenda bila kusitasita, nitakwenda bila manunguniko. Lazima mimi kwanza katika yote ninayofanya. Vidole hivi vitano, nikinyoosha kidole hiki, hivi vingine vitatu vinaniangalia mimi. Kumbe swali langu ni kwangu na kwa kila mmoja aliyeko hapa. Naanza kujiuliza mimi, ni mara ngapi ninajiandaa kukutana na Kristo? Ni mara ngapi ninajiandaa kuwa tayari kukutana na Kristo, kufanya upya maisha yangu? Tumetangaziwa nadhani kwa muda kwamba leo tutakuwa na semina na tutaanza na misa. Nani alijiandaa akamwambia Kristo, naenda kanisani leo Kristo Mfalme, nataka kukutana na wewe? Nani alijiandaa toka jana, toka juzi? Nataka kukutana na wewe. Wakristo wenzangu, tuna Ukristo Ukatoliki, lakini tunakuja kanisani kama mazoea, hatujiandai. Wazazi wetu wakati wanakuwa, mama alichukua sadaka yake jioni, akaiweka vizuri, akakutana na familia katika sala, wakaiwekea mikono, wakaibariki, wakaja kanisani. Wakati wa mageuzo akamwambia Mungu, kutana na changamoto yangu, kutana nami katika malezi ya watoto wanaonisumbua, kutana nami katika ndoa yangu, kutana nami katika kazi yangu ninayoifanya, kutana nami katika masumbufu ya manyanyaso ninayopata katika ndoa, katika familia. Nisaidie, kutana nami katika misalaba na yale yote ambayo yameshindikana. Leo, na hata mimi sisemi haya kwamba mimi nimekaa vizuri, hapana. Hata ninapozungumza hapa, ninajikumbusha mimi, ni mara ngapi ninajiandaa kukutana na Kristo. Tunakutana na Kristo katika sala. Tunakutana na Kristo katika sala. Mara ngapi sisi wenyewe tunapoamka kitandani, unakumbuka hata kuchora alama ya msalaba.
Mungu, ninakutazama wewe, msalaba uliokuwa ni aibu, lakini baada ya kufa akafufuka Kristo. Msalaba kwetu wa Kristo ni ushindi. Ni mara ngapi tunamwambia Kristo, ninakwenda barabarani kutafuta riziki, wewe ni msalaba, wewe ni ushindi wangu, niko tayari kuubeba huu msalaba, nisaidie niufikishe mahali ambapo ninakutana na changamoto. Ni mara ngapi tunakumbuka sisi wenyewe, mimi kama mama, ni mara ngapi ninaanza siku yangu na Kristo, mbali na kwenda kwa watoto na mwenza wangu na wengine. Ni mara ngapi ninakumbuka kuwabariki watoto wangu, ninapoagana nao asubuhi wanakwenda shule, wanakwenda kutafuta, au hata ninapoongea nao kwenye simu, wale ambao tuko mbali na familia. Ni mara ngapi tunakumbuka tunakutana na Yesu katika sakramenti ya kitubio. Ni mara ngapi tunakumbuka kujiongea altare, tunakuja kwenye sakramenti ya kitubio. Nakumbuka tulipokuwa St. James, baba askofu alisema, Wakristo wengi tunapuuza hii sakramenti ya kitubio. Unasema siwezi kwenda kuungama kwa baba Prosper, au siwezi kwenda kuungama kwa baba Urio kwa sababu ya ubinadamu wetu. Lakini tunasahau yule ni Yesu, sio huyu baba. Jana tuliona mapadri wapya hapa wakipakwa mafuta, wakitakaswa mikono kwa ajili ya kazi ya Kristo. Kristo mwenyewe ndio tunaenda kumungamia. Tunakutana na Kristo katika sakramenti ya kitubio. Ni mara ngapi tunakumbuka kujiandaa, na tunatangaziwa watakao shiriki ni wale wa Kristo wa Katoliki waliojiandaa, lakini wengi tunashiriki, na mimi pia kuna wakati nashiriki sina maandalizi. Tunakutana na Kristo katika sakramenti takatifu, tumetoka kukomunika. Ni mara ngapi ninasali kumwambia Yesu, umo ndani mwangu sasa, ninahitaji kuyaacha ya kale, nipyaishe maisha yangu, nisione dhiki tena, nisione hofu tena, niwe tayari kukutangaza katika vikwazo vyote ninavyopitia, niwe tayari kukutangaza, niwe tayari kusema yale yanayokuhusu wewe. Soma Injili ya Luka sura ya 12:48, anasema, na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakwa vingi, naye aliyewekewa amana ya vitu vingi kwake watataka zaidi. Tuna karama tofauti, hata vidole vya mikono yangu havilingani. Ni vipi unatumia karama ambayo Mungu amekupa? Muda wako, mali zako, sadaka zako, neno lako la unyenyekevu, neno lako la faraja kwa wale wenye shida. Najua tunatoka kwenye jamii, tunatoka kwenye familia, tunatoka kwenye mazingira ambako tunahitaji kuganga mioyo ya watu. Mama Mkristo Mkatoliki, ninakutazama wewe, mwenye jirani ambaye anapambana na magonjwa, mwenye jirani ambaye anapambana na utu uzima, mwenye jirani ambaye analia kila siku, anahitaji huruma yako. Kuna watu wengine wanahitaji tu umwambie bado Yesu yuko kwenye kiti cha enzi. Anahitaji umwambie kwamba wewe bado unaweza kushinda. Anahitaji kuona tabasamu lako. Amwambie Mungu, hata mama Catherine amefika katika mji wangu, Yesu nimeona upya wa maisha yangu. Hata mama Tete amenitembelea, amone Kristo kupitia maisha yetu ya kila siku. Wito wetu wa Ukristo Ukatoliki mara nyingi tunautazama kama tunahitaji mambo makubwa sana. Mama Teresa wa Calcutta anatufundisha kwamba kila mmoja anaweza kufanya kitu cha tofauti. Si lazima ufanye mambo makubwa, lakini unaweza kufanya yale mambo madogo madogo, kama hayo ya kusema unagonga kwa jirani, kujua alilalaje jana na watoto. Unajua jirani yako ana changamoto. Najua Ukristo wetu leo, na kwa sababu ya maisha na mabadiliko ya maisha na jamii zilivyo, kila mtu ana geti lake na maisha yake, lakini tuna watu kwenye malango wanatuhitaji. Mkumbuke yule tajiri na Lazaro. Kisoma maandiko matakatifu, hakuna mahali tumeambiwa dhambi ya yule tajiri zaidi ya kwamba alishindwa kuona huyu mtu aliyekuwa malangoni mwake kila siku akiokota mabaki na vipande vilivyobaki kwenye chakula walichokula ile familia. Leo hii yuko upande mwingine, anamtafuta Lazaro, anatamani Lazaro arudi atoe neno la faraja. Mama Mkatoliki, nimekuja hapa kukushirikisha wito huu, si kwa viongozi peke yake. Kwa ubatizo wetu sote tunaitwa. Nimesema familia nyingi zinalia, familia nyingi zimechanganyikiwa, lakini Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alituambia, tumieni vyema karama zenu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kila mtu amepewa karama. Kila mmoja hapa ana kitu cha kutoa. Hakuna ambaye Mungu hakumpa kitu cha tofauti.
Kila mmoja ana kitu cha kutoa. Ninapata wapi muda? Mara ngapi ninapata neema ya kumwambia Mungu, ninakuomba Mungu wangu, unionyeshe kile ambacho mimi umenipa tofauti kwa ajili ya WAWATA wa Jimbo Katoliki la Moshi, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya wote walionizunguka. Wanawake wakiwa na moyo wa Injili wanaweza kutenda makuu kwa kuwasaidia binadamu ili wasianguke. Haya ni maneno ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Anasema kila mmoja na hiyo karama, lakini anasema sisi kama wanawake tukiwa na moyo wa Injili tunaweza kuwasaidia wengi na binadamu ili wasianguke. Utume wetu wa mwanamke Mkatoliki, tunamtazama Mama Bikira Maria kama kioo chetu, aliyeitikia na akaanza safari ya ukombozi. Lakini wapo akina mama wengi washoka waliojisadaka kwa ajili ya Injili. Kumbuke Yohana mke wa Kuza, Maria Magdalena aliyetolewa pepo 7, walioambatana na Yesu wakitoa muda wao, wakitoa mali zao kuwahudumia wanafunzi. Kumbe hatujaanza leo, si WAWATA Tanzania inayoanza kusimama kuambatana na kanisa. Yesu pale msalabani akasema, mama tazama mwanao, mama tazama mwanao. Na yule mtoto aliyempenda sana Yohane akamwambia, mtazame mama yako. Mama Bikira Maria alikabidhiwa kanisa na sisi tumekabidhiwa familia. Sisi ni walezi wa kwanza wa familia. Jamii hii tunayoitazama sasa, tunasema watoto hawasikii. Hata wengine tunaona changamoto za unyanyasaji wa aina mbalimbali katika jamii. Mimi na wewe tujiulize, na mimi najiuliza kila siku, Mungu alinipa zawadi ya kutunza uhai kuanzia kubeba mimba inapotungwa. Nilimwambia nini mtoto niliyebeba tumboni miezi 9? Nilimwambia nini? Wanasayansi wanatuambia mtoto aliyeko tumboni kuanzia miezi 3 anasikia, anahisi. Nilimwambia nini huyu kijana wa kiume? Nilimwambia nini huyu kijana wa kike? Wakati nanyonyesha miaka 3, kama wale waliobahatika kunyonyesha, nilisema na nini na huyu kijana? Uumbaji unaendelea baada ya kujifungua. Tuna miezi 3 ya uzazi, tunasema maternity leave. Tukae karibu na watoto, tuwarithishe tunu njema za kiinjili. Tuanze kujenga ubongo wao wawe na hofu ya Mungu. Tuwafundishe namna ya kusali. Malezi yanaanzia kwenye familia. Majiundo ya hawa makasisi yanaanzia kwenye familia zetu. Wakiingia seminarini wanakuwa wameshatoka kwenye ule umri wa kuwasikiliza wazazi, wa kusikiliza vyote. Anasikiliza yes, lakini anachukua 50%, 50% tayari ameshaanza kuingia kwenye peer group na makundi rika kuwasikiliza. Kumbe tunaelekezwa, mama zangu mlioko hapa, bibi zangu, waliokuwa zamani kazi yao ni kukaa na wajukuu. Mtume Paulo anamwambia Peter, ninaiona imani ulionayo kama aliyekuwa nayo bibi yako Eunike na mama yako Loishia. Mabibi tulioko hapa tuna wajibu pia. Najua mkituangalia sasa mnasema vijana wa siku hizi hawatusikilizi. Ngoja tuone wanafika wapi. Lakini Mungu atatudai. Mwambie jirani yako, Mungu atakudai. Mungu atakudai. Kile Mungu alichokupa, mwambie jirani yako utadaiwa. Utadaiwa kwa sababu ya kutotimiza wajibu, na kila mara tunaungama. Katika vitu ambavyo namuomba Mungu anisaidie ni hiyo dhambi ya kutotimiza wajibu, kwa sababu mara nyingi tunaiungama. Tumsifu Yesu Kristo. Wajibu wangu kwa familia, wajibu wangu kwa jamii. Tunaalikwa kuiga, walau kumwomba Mama Maria atuambukize walau tunu moja: unyenyekevu, moyo wa msamaha, moyo wa mapendo. Na hata viongozi mara nyingi wanawaambia, na sisi akina mama, usipoweza kusamehe huwezi kupenda. Usipoweza kusamehe hutaweza kupenda, kwa sababu tunakoseana kila siku. Muombe Mama Bikira Maria akumegee tunu moja tu ya moyo wa msamaha, moyo wa unyenyekevu, moyo wa mapendo, ili uweze kuchukuliana na WAWATA. Najua tuko hapa wengi, na mimi wanasema mara nyingi tuna sumu nyingi moyoni, tumebeba sumu nyingi, hatusamehi. Nakumbuka wakati tunakuwa, mtu anakuambia au unamsikia bibi anasema sitakusamehe mpaka niingie kaburini. Sasa sijui kule kaburini tunaenda kusameheana saa ngapi? Kwa hiyo tunakoseana kila siku, lakini kama nilivyosema, tunahitaji kujenga urafiki na Kristo. Sala, maandiko matakatifu, mapokeo ya mababa,
kitubio, sakramenti ya Ekaristi Takatifu, rozari takatifu. Ni mara ngapi kama mama ninapata muda wa kuja hata kwa dakika 30 kukaa hapa kwa Yesu wa Ekaristi nikamweleza mambo yangu. Katika changamoto nyingi tunazopitia, wakati mwingine tunatumia muda mwingi sana kulalamika na kugugumia, lakini laiti tungetumia huo muda kusali rozari. Kusali rozari. Mimi ni originally Mluteri, lakini leo nasimama kama mama Mkatoliki, na siri yangu ya ukatoliki wangu ni rozari takatifu. Ni rozari takatifu. Ninazo shuhuda nyingi za kuwashirikisha, siwezi kumaliza. Hilo ni somo la siku nyingine. Lakini nimemwona Mungu kwa namna ya ajabu sana kupitia rozari takatifu. Ukristo wangu, pamoja na kwamba nilifunga ndoa miaka 2 ikapita nikiwa na wayawaya, sijajijua kama ni Mkatoliki, lakini baada ya kukutana na Mama Bikira Maria, ukatoliki wangu ukasimama. Upendo huu ninaouzungumza hapa, kama nilivyosema, kuimarisha maisha yetu ya kiroho, ya imani, sala, tafakari, mahusiano na Mungu na jinsi ya kuishi na watu wengine. Lakini kuchunguza mawazo, matendo na mwelekeo wa maisha yangu kama mwanamke Mkatoliki. Kuyapiaisha maisha yangu ya kila siku, kufanya renewal kila siku. Wakatoliki tunasema kila siku inapoisha, pata dakika 5 za kujiuliza, safari yangu ya leo kuanzia nilipoamka kitandani, nimetembea vipi na Ukristo wangu? Nimewakosea wangapi? Nimewakosea wangapi kwenye familia, kwenye jamii, kwenye kazi, kwenye kila mahali ninakopita? Pata muda wa kutafakari. Tunaposema jua lisicho kabla hujapatana na mshtaki wako, wewe jiambie, jua lisicho kabla sijafanya matengenezo na Yesu wangu, kwa sababu sijui Yesu atanichukua saa ngapi. Kumbe jioni ninapomaliza siku namwambia mama, nipe neema nikae chini ya uvuli wa Yesu, nitafakari ukuu wake, nimwambie asante. Lakini katika yale mapito niliyopitia nikateleza kama mwanadamu, nimwambie Mungu nisamehe, ili niweze kuendelea kukaa katika njia yako. Tumekuja hapa kujenga jumuiya ya wanawake wa Katoliki waliosimama imara katika imani na matumaini. Ndicho kilichotuleta hapa. Tumeacha vyote, tukasema tuende pale kanisani. Kila mmoja anamhitaji mwenzake. Usiseme mimi nimekamilika. Hata kama Mungu amekukamilisha, kuna mtu yuko hapa kanisani anahitaji kumwona Mama Tete, amwambie Mungu asante kwa zawadi ya Mama Tete na maisha yake yanaenda vizuri. Kwa hiyo tunahitajiana, kila mmoja anamhitaji mwingine. Lakini tunahitaji kujifunza kuhusu malezi. Na hapa ndiko ambako mama zangu ninawaomba, ningeweza kupiga magoti mbele ya altari mnione kwa moyo wa dhati kabisa. Tunavyowekeza katika kutafuta kwenye jamii, kwenye familia, najua tuna mambo mengi sana, na mimi sikuambii usifanye kazi, uache ajira, hapana. Tunahitaji kutafuta ili kusaidiana na baba wa familia kupeleka familia mbele. Lakini kiasi kile unachofikiria kuwekeza katika masuala ya kiuchumi, wekeza katika malezi ya familia. Wekeza katika malezi ya familia. Anasema kitu ukikipenda utakisumbukia. Najua ndoa zetu zinapitia, na kuna ndoa nyingi zina red card. Kuna ndoa nyingine zina kadi ya njano. Mapambano, masuguano kwenye ndoa. Ni mara ngapi tunasali? Kwa sababu shetani ameona jinsi ambavyo akiharibu mzizi kwenye ndoa amemaliza. Na ndio maana leo ndoa nyingi ziko ICU. Mama zangu, tunawafundisha nini watoto wetu? Kama nilivyosema awali, siwabezi wale wanaopitia changamoto akajikuta analea peke yake. Lakini sasa hivi kuna wingu kubwa la single parenting, kama ni ajenda ambayo tunaipigia makofi. Ikitokea ni bahati mbaya, Mungu asante, nisaidie nibebe msalaba. Lakini kuna watoto wanasema kabisa, mimi siko tayari kuolewa, nitapata mtoto wangu mmoja nilee. Mama Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili, aliyezaliwa katika familia ya Kikristo, Mungu akampa heshima ya kuwa mama wa mkombozi. Huyu Yesu angeweza akalelewa na malaika na Yesu na Mungu mwenyewe, lakini akapewa Mtakatifu Yosefu. Mimi ni nani leo kusema Mungu mimi ni mzuri, nina elimu, nina mali, nina kila kitu, ninayaweza yote? Sauti ya baba kwenye familia. Sauti ya baba kwenye familia.
Baba ndio mbeba maono wa familia, mimi ni msaidizi. Baba ni kichwa cha familia kama Yesu alivyo kichwa cha kanisa. Baba ndiye anayetoa baraka za uzao kwenye familia. Kumbuka habari ya akina Esau. Mama alipindua kijiti, sawa. Kwa nini yeye hakutoa baraka kwa watoto, bado akarudi kwa baba yao? Kwa sababu huo ndio mpango wa Mungu. Sisi tuna hadhi sawa, tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, lakini sio usawa huo wa kijinsia kwamba mimi na mume basi tunatembea meza moja. Mungu ametuumba tukamilishane, sisi ni wasaidizi. Muombe Mungu sana, muombe huyo baba wa familia awezi kusimama katika nafasi yake, na wewe umheshimu, msaidie. Leo tunalalamika wababa wengi wameacha familia kwa sababu baba akishadharauliwa, hakuna mwanaume anayekubali kudharauliwa. Tunapoishusha ile nafasi yake kama baba, hata maandiko yanatuambia ni bora kukaa kwenye pembe ya dari kuliko kukaa na mwanamke mgomvi. Ninawaomba sana mama zangu, nimekuja hapa Kilimanjaro nyumbani nilikozaliwa kuja kuwaomba sana 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 sana, tujitahidi kuwekeza. Nimesema kitu kikipenda utakisumbukia. Katika yote tunayopitia, tuwaambie watoto wetu, hiyo ya kusema nazaa na lea peke yangu ni dhambi. Uzinzi ni dhambi. Siku hizi hatukemei dhambi, tunapapasa. Mwambie ukweli. Kuna vitu hata kuelewa leo, lakini kesho ataelewa. Tuheshimu nafasi ya baba katika familia. Tukishaanza kufanya mageuzi hayo tunayoyafanya, ndio unaona kichwa chini miguu juu, kwa sababu hatuwezi kulea peke yetu. Baba ni sauti ya furaha. Baba ndio nguzo ya familia. Baba ndio provider kwenye familia. Mama ni msaidizi. Tukubali hiyo nafasi na kusudi la Mungu, tuponye familia zetu, tuwaruhusu waume zetu hata katika madhaifu yao, tuwaombee, tuendelee kusema nao, tubebe misalaba yetu. Yesu anasema kila anayetaka kunifuata aubebe msalaba wake kila siku anifuate. Tusikubali kuacha familia zetu, kwa sababu yanapotokea magawanyiko kwenye familia, anayeumia pia ni mama. Hautawaacha watoto wako, utaendelea kupambana nao, lakini ungetumia ule muda kuwekeza. Nimesema tena, siwabezi wanaolea peke, kwa sababu ninaelewa changamoto, lakini pale inapowezekana, mama, ng'ang'ana na familia yako. Tumkumbuke Joakim na Ana, mifano pia wazazi wa mama Bikira Maria. Ana hakupata mtoto mpaka uzeeni, lakini aling'ang'ana na Yesu. Hana alienda kulia madhabahuni, mama aliyemzaa Samueli alilia pale mpaka akampata mtoto kama zawadi na akamtoa madhabahuni. Hakuna sala ya mwanamke inayopotea bure. Ninawaalika mama zangu, sala, maandiko matakatifu, mapokeo ya mababa, sakramenti ya kitubio, sakramenti ya Ekaristi. Tuungane pamoja kusali rozari. Viongozi, shikamaneni, salini rozari ya mnyororo, tutalikomboa taifa. Mwambie jirani yako, Tanzania iliyo salama, inayomheshimu Mungu inawezekana, inaanza na mimi. Asanteni kwa muda wenu, asanteni kwa kunisikiliza. Tuna dakika 3 misa iingie. Tutaendelea kuwasiliana, tutaendelea kuzungumza. Nina session na viongozi, ninawapenda sana. Asanteni kwa muda wenu. Sichukulii poa nyie kutenga muda kuwepo hapa. Asante sana kwa kuona umuhimu wa kuendelea kutembea pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa upendo wa Kristo, mshangilie Mungu kwa makofi na vigelegele. Asante sana. Baba Paroko, asante sana kwa kunikaribisha Moshi. Baba Monsinyo, Mungu awabariki. Tunaendelea kuomba sala zenu ili kazi ya Kristo iweze kusonga mbele. Asante sana baba.